Hali gani tena mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Leo hii tutatuama kuangazia utawala wa Rais Ibrahim Traore huko nchini Burkina Faso, ambapo rais huyo ambaye ni mdogo kabisa barani Afrika mwenye umri wa miaka 37 amelitawala taifa hili ambalo linaunda muungano wa mataifa ya Sahel kwa takriban miaka miwili sasa tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2022. Chini ya utawala wa rais huyu Ibrahim Traore, Burkina Faso imeshuhudia maendeleo makubwa pamoja na mapinduzi makubwa katika sekta mbalimbali chini ya utawala wa rais huyu. Na hapa basi tutakujuza mabadiliko hayo pamoja na mapinduzi hayo makubwa kabisa kwenye taifa hili linalounda muungano wa mataifa ya Sahel. Kapteni Ibrahim Traore amekuwa rais wa Burkina Faso kwa zaidi ya miaka miwili iliyopita, ambapo wengine wanasema ni historia ndani ya taifa hilo lakini pia ndani ya bara la Afrika, kwani kutoka kujenga kiwanda cha kusafisha dhahabu hadi mishahara ya wafanyakazi wa umma ambayo imeongezeka kwa 50%, lakini pia akizindua benki ya posta ya Burkina Faso BPBF yenye mtaji wa FCFA bilioni 15 ambazo ni zaidi ya dola milioni 25 mwaka 2024. Haya ni mapinduzi makubwa kabisa ambayo yameshuhudiwa ndani ya utawala wa miaka miwili wa rais huyu Kapteni Ibrahim Traore. Burkina Faso ilifungua kiwanda chao cha kwanza cha kusafisha dhahabu mnamo mwaka 2024, ikiashiria mabadiliko kutoka kwenye kusafirisha dhahabu ghafi hadi kuichakata ndani ya nchi yao. Walizalisha kilo 93 za dhahabu kutokana na kuchakata tani 142 za dhahabu. Alitaifisha migodi ya dhahabu ya Bongo pamoja na ya Wangnion kwa dola milioni 80, ambalo ni punguzo kubwa kutoka bei ya dola milioni 300 ambayo kampuni ya Endeavour Mining walikuwa wamekubaliana nayo, ikionyesha uwezo wa Burkina Faso kupata makubaliano yenye faida kubwa zaidi. Lakini Burkina Faso ilijenga kiwanda chake cha kwanza kabisa cha kusindika nyanya kilichofadhiliwa kikamilifu ndani ya nchi kwa dola milioni 12. Hii ilikuwa ni hatua muhimu kuelekea ukuaji wa viwanda na kupunguza kwa kiasi kikubwa utegemezi wa bidhaa za nyanya zinazoagizwa nje ya nchi. Burkina Faso ikawa taifa la kwanza lililokuwa koloni la Kifaransa rasmi kusini mwa Sahara kuzalisha nyanya zake mwenyewe. Lakini Burkina Faso chini ya utawala wa Ibrahim Traore ilizindua kituo cha kitaifa cha kwanza cha usaidizi wa usindikaji wa pamba wa kisasa. Burkina Faso ndiyo mzalishaji mkubwa wa pamba barani Afrika, lakini pia ni mzalishaji wa 10 kwa ukubwa wa pamba kote duniani. Burkina Faso pia haitanunua tena sare za jeshi la polisi kutoka nje, kwani kiwanda kimejengwa ndani ya nchi ili kushughulikia mahitaji ya sare za polisi, lakini pia kiwanda hiki kitatoa ajira ndani ya wananchi wa Burkina. Lakini pia hatua nyingine ambayo imepigwa chini ya utawala wa rais huyu Ibrahim Traore, majaji katika mahakama za Burkina Faso sasa watavaa nguo au sare kwa ambazo ni 100% za Kiafrika, tofauti na ambavyo walikuwa wanavaa uniform mfano wa yale mawigi yale ambayo yanaagizwa nje ya nchi, hasa kutoka huko barani Ulaya nchini Uingereza. Sasa mtindo huu wa mawigi ambao unakopiwa au unaigwa kutoka huko Ulaya sasa ni marufuku huko Burkina Faso, ambapo Burkina Faso sasa itatengeneza mavazi yake mwenyewe pamoja na sare za majaji katika mahakama zote huko Burkina Faso. Lakini Burkina Faso pia chini ya rais Ibrahim Traore ilipitisha mavazi ya kitamaduni kama sare za shule ili kukuza utamaduni wa nchi hiyo mnamo mwaka 2023. Wizara ya elimu iliagiza kwamba nguo za Faso Danfani za nchi hiyo zitumike kutengeneza uniform za wanafunzi. Lakini pia Ibrahim Traore amepiga marufuku uagizaji wa nguo za mtumba. Anaamini kwamba ni wakati wa Waafrika kuanza kuvaa mavazi ya Kiafrika badala ya kununua nguo ambazo zimekwisha kutumika kwenye nchi nyingine na kuzinunua kwa ajili ya matumizi ya wananchi wa Afrika.
Lakini chini ya utawala wa Ibrahim Traore, Burkina Faso iliweza kusambazia Wizara ya Afya kliniki 15 za rununu, magari 36, vitengo 3 vya oxygen, vyumba 11 vya baridi, kompyuta kibao takriban 835, friji 1900 za jua, miongoni mwa zingine nyingi. Lakini pia Wizara ya Afya chini ya utawala wa Burkina Faso ilitoa upasuaji zaidi 4,000 kwa wananchi wake bila malipo yoyote. Lakini pia chini ya utawala wa Ibrahim Traore, Burkina Faso imepanua uwanja wa ndege wa Bobo Dioulasso kwa uwekezaji wa faranga bilioni 80 za CFA ili kuufanya kuwa wa kisasa pamoja na kitovu cha pili kwa ukubwa nchini humo. Lakini chini ya utawala wa Ibrahim Traore, wakulima pamoja na wawekezaji wa kilimo walipokea matrekta 4,000, pikipiki 953, pampu za magari 710, tani 10,000 za chakula cha samaki, tani 68,964 za mbolea, pamoja na lita 10,000 za bidhaa za madawa, pamoja na vifaa hivi ambavyo vinalenga kuongeza tija ya kilimo. Lakini pia Ibrahim Traore alisaini mkataba na nchi ya Mali pamoja na Niger kuanzisha muungano wa mataifa ya Sahel, muungano pekee wa aina yake ulimwenguni. Nchi hizi tatu ziliapa kutojiunga tena na jumuiya ya ECOWAS, zikipanga kuanzisha hazina ya utulivu, benki pamoja na kamati ya uchunguzi wa kiuchumi. Lakini pia Burkina Faso chini ya utawala wa Ibrahim Traore ilianzisha pasipoti mpya ya kibiometriki bila uwepo wa alama ya ECOWAS. Alifanya Urusi ifungue tena ubalozi wake nchini Burkina Faso baada ya kufungwa kwa takribani miaka 31. Lakini pia Ibrahim Traore alikiondoa Kifaransa kama lugha rasmi, akipitisha lugha za wenyeji kama lugha rasmi huko nchini Burkina. Lakini pia aliwafukuza wanajeshi wa Kifaransa kutoka Burkina Faso, akimaliza rasmi Operation Zebra kwa sherehe ya kihistoria inayohadhimisha kuondoka kwa wanajeshi hao. Lakini jambo lingine ambalo limetokea chini ya utawala wa Ibrahim Traore, amenusurika dhidi ya madai ya majaribio 18 ya kumuua pamoja na majaribio mengine kadha wa kadha ya kumpindua. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo yamefanyika chini ya utawala wa rais huyu mdogo kabisa barani Afrika mwenye umri wa miaka 37, Kapteni Ibrahim Traore. Je, unaamini kwamba rais huyu ni mfano wa kuigwa barani Afrika na nchi nyingine za Afrika zinapaswa kuiga mwenendo wake? Basi unaweza kuandika maoni yako kupitia kwenye sehemu ya kucomment hapo, nasi tutapitia maoni yako na tutazidi kukujuza zaidi na zaidi kile ambacho kinafanywa chini ya utawala huu wa rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea kupokea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.